Madam. Wewe kopo ashikamo. Tia jikoni. Leo yaosha vyombo mpaka saa hii wewe. Au ya mama ndo nafanya sapi nifutie makabati nikimaliza nioshe vyombo ndo wapikie. Haya. Alafu kuna kitu nataka kukuambia Dude. Nini tena madam? Ninajua Swaumu kuna vitu ameniambia. Nataka nikuulize. Niulize tu madam. Nasikia wewe unamfulisha Swaumu. Unamuoshesha vyombo. Tena unampa maji ya kunywa ya chooni. Kwani wakufanyia hivyo mwanangu? Yule si kama mdogo wako yule. Madam, mimi Swaumu ni kama mdogo wangu. Na siwezi kumfanyia mimi hivyo vitu. Nampaje mtoto maji ya chooni wakati najua mimi mwenyewe tu siwezi kunywa maji ya chooni. Nampaje mtoto anywe maji ya chooni? Na kama swala la kufua, ni siku moja tu nilimwambia Swaumu, chukua nguo yako ya ndani ifue. Kwa sababu kuna leo na kesho. Kuna kosa hapo madam. Kwa sababu yule ni mtoto anatakiwa afundishwe. Lakini ni vile vikazi vidogo vidogo. Unaosha vyombo yeye anasuuza. Unafua yeye anasuuza, wewe unaanika. Afu kingine, mimi najielewa ni mtu mzima madam. Mimi siwezi nikamwambia mwanao, yani nikamtesa mwanao wakati najua kabisa ni mtoto mdogo. Madam, hata mwenyewe tu ungeswala ili ungeliangalia kwanza kabla haja Swaumu ndani nimesha kufanyia kitu chochote kibaya. Labda nikakufanyia hiki kitu mpaka mwenyewe ukasema huyu binti ana shida. Sema mwenyewe madam, siwezi. Sina lomba kiasi hicho mimi. Mimi anaita kakwe. Yule ni mtoto, afu unajua mwanangu hajakaa sana yombwa. Kwa mazingira hajazoea. Jitahidi kuwa sawa na mtoto. Yule ni mtoto. Tumeelewana? Sawa madam, lakini nimeuma. Mimi siwezi kabisa. Sina lomba kiasi hicho mimi. Basi sawa. Kama nimekukwaza, usimhamishie asiwa mtoto. Niambie mimi. Tumeelewana? Sawa. Basi kwanza nikuachie la kidogo Kaa. Utanifuatia matunda maana ndizi zimeisha ndani sawa? Sawa. Haya baadaye. Haya. Najisikia vizuri mtu akilalamika. Yaani sio maji ya chooni tu. Hadi kinyesi atakula. Mimi ndo Juli. Hiyo ndo I like. Yaani mtu akiniona kwa nje hivi anaona naumia sana. Mtu akiniambia najisikia Swaumu, kazi unayo. Umesema kinyesi leo utakula. Linaficha giza, mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole. Toa mikono. Juli, mbona tunafanyana mambo ya kitoto? Huyu sasa si utoto rafiki yangu. Yaani nikategemea muda ule unaniambia nije chumbani kwako. Mimi nikadhani labda nakuja nikutambalize. Kumbe unakuja ili unikazie. Sasa kulikuwa kuna maana gani ya kuniambia nije ndani rafiki yangu? Hebu usinifanyie hivyo basi. Wewe. Mimi sio mpesi hivyo. Sawa. Sasa nimekuambia uje chumbani kwangu, ukajua mimi ni mwepesi kiasi hicho. Wewe. Takuvunja mguu. Au ndaka uone upande wangu wa pili. Juli, nini unafanya? Mimi mtu mzima ujue. Alafu kama ni mtu mzima, kupa siku nifanyia hivi. Unajua na hamu bwana. Unajua kukaa getini pale sio masiala.
nina ugwadu wa miaka 8, nina upwilu. Mtuza mwane basi. Wewe takutia kichwa, afu miuni unauleta hapa mwenyewe nishaufanya. Sijakuita huko ndani kuja kunishikashika, nimekuita kwa sababu ya kuja kuongea. Naona sasa wewe unajikuta pia Kachopla, Sepetu Wema, Lulu Diva. Yaani unajiona mzuri? Sikia nikwambie, mimi nilikuwa nakutaka nikuzagamue tu, sio kwamba nakupenda sana. Mimi nakutaka tu wewe unipe hiyo mali basi. Unatoka na mamba kabla hujavuka mtu? Kwa unajichukuliaje mlinzi? Hizo ndevu zinakuchanganya, mtoto wa Kiluguru. Mimi ndo mtoto wa Kimakonde, afu wa utoto unaofanya mimi nishapitia. Afu mimi sio mtoto wa 2000 loko, mimi na degree na diploma za ubeki 3. Kwa hiyo michezo naifanya hapa yote nishaipitia. Eti najikuta Alikiba. Usitukane mamba kabla hujavuka mtu. Wewe nani kakwambia kwamba kila anayetukana mamba lazima avuke mtu? Haya, huo mtu mimi sivuki, narudi nilikotoka. Au namuua mamba ndo napita huo mtu? Au sipiti kwenye mtu, napita pembezoni ya mtu? Utaniambia nini sasa? Sikia, fanya kama mtu mzima please. Kwa unajikuta nani Alikiba? Au unaniona mimi mwepesi na nichukulia poa tu kwa sababu beki 3? Oya wewe ya kuvunja mguu, au unataka nikuonyeshe upande wangu wa pili? Rudi, toka nje. Sinarudi ulikotoka, toka nje. Toka. Chumba tena. Uko wapi tena? Hapana madam, mimi nilikuja kumwangalia Juli. Chumbali. Nimechelewa kupata nsosi, na tena nimemtafuta sana, nimemwita sana na kusikia. Kwa hiyo nikaona nije nimwangalie chumbani kwake, labda atamkuta. Hivyo mkuda una akili kweli wewe? Yaani unashindwa kukaa getini kuangalia watu huko kulinda, wewe huko unafanya nini? Chakula unafuataga wewe huko ndani, si ndio? Amna madam, niliona amechelewa sana, hivyo ikanipasa nije kwa sababu ndiye alikuwa ananiuma sana. Kazi za getini zinakushinda, kufagia kuna kushinda wewe, kulinda ile geti kuna kushinda. Madam, naomba basi nisamehe, sitorudia tena, haitojirudia. Nisamehe madam. Ngoja nimwangalie baba. Huyu baba. Mimi nilizani yuko huko ndani. Yaani hawa getimani wa siku hizi, yaani mtu anashindwa kukaa getini, anakuja kukaa ndani huko kama kachanganyikiwa. Hivi unaye yuko wapi? Jikoni hayupo, ndani hayupo, au sebleni? Unajifanya unajua sana eti. Wewe kwa nini unajifanya unajua? Unajifanya unajua sana. Mimi na nani mkubwa? Kwa nini unamwambia mama yako kama mimi nakutesa? Eti kwa nini unamwambia mama yako kama mimi na
unakutesa eti. Unadhani mimi najua uchungu wa miezi 9? Hivyo unadhani mimi wewe unajifanya unajua sana eti. Wewe unajifanya unajua. Wewe unanizuia mimi kukupiga eti, unanizuia mimi kukupiga. Mama yako na baba yako washaondoka, mimi ndo bosi aliyobaki. Nini unamwambia mama yako? Wewe unajifanya unajua sana eti. Wewe unajifanya unajua. Unanitania unajua sana. Umwambie mama yako mimi nakutesa. Mimi nakutesa. Hivi wewe ukifinywa hivi unateseka. Wewe jisikila finywa. Unjisikila kupigwa. Unaniangalia kwa huruma. Unadhani mimi nakujua leba. Eti unadhani mimi nakujua leba? Na hivi ukimwambia tena mama yako, nitakuvunja hicho kipua chako na kitoa. Mwangalie kichwa chake kibaya kama samaki. Na ufunge ile bakuli lako mpaka siku ya kwenda shule, hapo tabaki kama mti shamba. Enda kanchukue maji ya kunywa. Enjoy mtoto, siku pendwe shamba. Mimi ndo tajiri yako hapa nilobakia. Babako na mamako akiondoka, mimi ndo boss. My princess of house. Fanya haraka. Mungu ukinikasirisha nikipata muda nitakumwagia gesi. Kivuli cha dada wa kazi kinatembea usiku, sauti ya giza inanong'ona ndani ya nyumba. Alo Nandoza. Nizima wewe. Ile ishu yako. Yaani kama mipango hivi inagoma, maana Mkude mwenyewe kila anachomwambia anakataa. Na mimi sijawahi kuona mwanaume anapewa hadi hela lakini bado anamkataa mwanamke. Kwa hiyo utaka umuonje utamu wake tu basi. Amna. Kwani wewe unampenda sana Tukasikiliza. Kama unataka hivyo, mimi kuna mipango yangu nitakufanyia. Itatiki. Kwa wala usiwazi shoga yangu. Mimi nitahakikisha utamu wa Mkude unaupata. Nipe muda tu kidogo. Sasa sikiliza. Cha msingi unatakiwa uwe na uvumilivu. Mimi nafanya mipango iwe sawa ili ukutane na Mkude. Sawa? Yaani wewe usiwazi wala usijali. Kesi ishafika mahakamani, mimi na hukumu utampata Mkude kwa namna yoyote. Mwanaume anapewa na hela anakataa. Usiwazi. Baadaye tutakuja. Sawa, basi kama ukija tutaongea vizuri, usiwazi. Karibu sawa baadaye. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza. Hatua za pole gizani zinatembea. Mlango unalia kama una siri. Kuna macho yanatazama. Wewe Usiku ukishuka, kimya kinazungumza. Hatua za pole gizani zinatembea. Mlango unalia
macho yanatazama bila kuonekana. Ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena.